Huyu mwanamke hakufaa kuwa na sababu yoyote ya kuja miongoni mwa watu, kwa sababu kwa zamani zile mwanamke wa stori kama ya kwake hakupaswa kuwakaribia watu. Jamani, tuko pamoja hapo eh? Lakini jambo la pili, alijulikana kwamba alikuwa na tatizo hilo. Kwa hiyo kwa vyovyote ilimlazimu ajipenyeze, kwa sababu watu wangemuona, inawezekana kuna namna wangemzuia. Lakini jambo la tatu la kushangaza ni kwamba huyu mwanamke hakuogopa hali aliyokuwa nayo, kwamba watu walijua na kwamba wangeweza kumzuia. Kwa Wayahudi kwao mtu wa namna hiyo anaitwa ni najisi, alipaswa kutengwa na watu, hakupaswa kuwakaribia. Lakini hakuangalia hayo yote, yeye alikaza moyo wake kwenye eneo la nini? La kupokea. Na mimi nataka nikuambie, unapokuwa na uhitaji wa kuona Mungu afanye jambo kwenye maisha yako, usiangalie mazingira. Mazingira yasikusababisha ukakosa kupokea kile ambacho Mungu amefanya nini? Amekusudia ukipokee. Mazingira ukiangalia vizuri yanaweza kuwa na mahubiri ya kukuzuia usiende kwenye muujiza wako. Jamani, watu walioko hapa wangesema amen, ningefurahi sana. Mstari wa 49 maandiko yanasemaje? Alipokuwa akinena hayo, alikuja mtu kutoka nyumbani kwa yule yule mkuu wa sinagogi, akamwambia, binti yako amekwisha kufa, usifanye nini? Usimsumbue mwalimu. Jamani, tuko pamoja? Yairo kwa kifupi, imani yake haikulingana na imani ya huyu mwanamke. Kama angekuwa na imani kama mwanamke huyu, hatua ya Yesu kukubali kuanza kwenda ingefanya muujiza utokee. Hivi naongea na mtu aliyeko hapa eh? Lakini kwa kuwa alikuwa kama mojawapo wa watu wa nyakati hizi, alilazimika kusubiri mpaka hapo bwana mkubwa atakapofanya jambo la mwisho. Njiani mtu mmoja akachukua nguvu zote akajikulia. Nasema wewe unazubaa, wewe unaona ni mchezo mtu huyu kumpata kirahisi, mimi naichukua yote. Yairo anashangaa, badala ya mtoto kuponywa kule kabla bwana mkubwa hajafika, mtu mmoja ameshachukua nguvu zote hapa nyuma. Vile unavyozoea, vile unavyochukulia mambo kawaida, wenzako hawachukulii hiyo kawaida. Mwisho wa siku wakiwa na shida, Mungu anawajibu mahitaji yao. Wewe unayeona kawaida na kusubiri mpaka hapo Bwana atakapofanya, unajikuta unabaki umechelewa. Hiyo ndio sababu yake hiyo. Wengine mnakosa kupokea kwa sababu ya mazoea. Wengine unaona kwani kuna shida gani? Kwani huyu anafanya nini? Kwani huyo ndo nani? Kwani ana uwezo gani? Wenzako wanaoona na kuamini wanasema nimemwona Mungu hapa, naipokea hiyo, na Mungu anaonekana wakati huo huo. Mwambie jirani yako, acha mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana mkubwa anaambiwa kwamba yule binti amekwisha kufa. Lakini Yesu aliposikia hayo alimjibu, usiwe na hofu, amini tu, naye atafanya nini? Ataponywa. Imagine kwamba mtu amekufa, lakini huyu bwana mkubwa anasema uwe na imani tu. Kumbe unahitaji imani wewe. Kabla mtoto wako hajaponywa unahitaji nini? Imani. Kabla hujaona Mungu akifanya mambo, anahitaji imani yako ndani yako. Kabla Mungu hajajifunua kwenye shida, anataka aone kiwango cha nini? Cha imani. Yairo angekuwa na imani, Yesu asingemwambia uwe na imani. Hii inawezekana Yairo alianza kulia mbele ya watu, binti yangu pekee amekufa. Wengine wanasema mama yangu nenda wapi? Yesu anasema usilie wewe, uwe na imani tu. Na mimi nakwambia uwe na imani tu. Haleluya. Ondoa mashaka. Wakati wowote unaweza ukaona tarajio lako la kupokea baraka linakutana na upinzani, linakutana na watu wanaokudharau, linakutana na watu wanaokuvunja moyo. Kama una imani, usirudishe kiwango chako cha imani nyuma, endelea kusonga wapi? Mbele. Walio na imani huwa waangalii nyuma, huwa wanasonga mbele. Hawaangalii mazingira yanasema nini, wanasonga mbele. Na wewe mazingira na kusemesha nini?
Unaahirisha mara nyingi kupokea vitu vya kimungu kwa sababu mazingira yanakuambia hii haiwezekani, hii haijawahi kutokea. Ugonjwa kama huu kwenu watu wapo wanao. Unakumbuka hata kaka yako mkubwa na mjomba wako mwingine walifariki kwa ugonjwa huo. Alafu unapokuja mbele za Mungu unaambiwa inawezekana. Unasema namna gani? Imani yako inapoondolewa, baraka zako zinaondoka.